michezo, tuangazie kwa kina na kwa utuo kile ambacho kitakuwa kinajiri na kuchukua nafasi. Mimi Hassan Ahmed, na kwa sasa tuanze kuangazia taarifa ambazo zinagonga vichwa mbalimbali vya habari za michezo na burudani. Baadhi ya wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamesema wanaiona Simba ikipata ushindi katika mchezo wao wa marudio wa nusu fainali ya Kombe la Shirikisho Afrika dhidi ya Stellenbosch endapo wachezaji watafuata maelekezo ya kocha mkuu wa klabu ya Simba, Fadlu Davis. Mwana michezo na ni mwana Simba, vijana wamejitahidi mpaka kufika hapa, wameisaidia taifa kuonekana kama taifa lina uwezo wa kuwa na timu nzuri, na nichukue nafasi hii kuomba wizara husika kuwekeza zaidi kwenye mazoezi, kwa sababu subiri wakati wa mechi ndio Watanzania tunaungana kwenda kuwasaidia wenzetu. Wametutoa kimasomaso, tunaamini wakienda raundi hii tutafika kwenye fainali. Kwa hiyo ninashukuru sana na ninamwombea kocha aweze kuipanga safu yake vizuri. Mimi kama mwana michezo, kwanza mimi ni timu ya Yanga, shabiki wa Yanga, lakini kwa kweli naipongeza Simba. Imekuwa ikifanya vizuri kimataifa katika kombe, japokuwa haijafikia Yanga kwa maana level ilipofikia, tunaiombea ifikie kule. Na kwa kweli umefanya jambo zuri kushinda nyumbani. Japokuwa mimi nilikuwa napendelea ingeshinda la goli labda 2 au 3 zaidi, ingekuwa na nafasi nzuri kule kwao. Kwa sababu nimeona ule mchezo ulivyo ni kwamba wale jamaa kama wamecheza technical fulani ya kuacha Simba wacheze sana mpira. Na wao kwa kama wana defense wanazuizuia kidogo kupoteza muda. Sasa kule kwao lazima wana nafasi ya tatu tunasema kimpira ya mashabiki. Simba lazima wajipange kisaikolojia, waende wakapate tena ushindi kule, kwa sababu vinginevyo wale jamaa wanaweza kubadilisha matokeo. Kwa hiyo tunaiombea sana Simba kwa sababu inawakilisha nchi yetu, iende ikafanye vizuri, ipambane angalau ipate tena goli 1 bila ama 2 bila ili iweze kusonga mbele. Kikosi kinachotakiwa cha kwanza kabisa ni kuchukua mafundisho ya mwalimu. Yaani kwanza mwalimu alichokifundisha kiingilie akili mwao. Lakini la pili wajue kabisa ni kwamba wamebeba imani za Watanzania. Watanzania hivi tunavyozungumza, pamoja na shida zetu tulizonazo, pamoja na raha zetu tulizonazo, tutapata raha zaidi kama tunakwenda kuingia sisi kucheza fainali. Na tukicheza fainali, timu yoyote tunakwenda kucheza nayo fainali imeumia kwa sababu tunakwenda kwao. Alafu tunakuja kulichukulia kombe sisi kwa Mkapa na uwanja utakuwa umeshakamilika. Na baadhi ya wakuu wa mikoa wamewataka Watanzania kuungana na kuipa nguvu Simba Sports Club ambayo inaelekea katika mchezo wake wa marudiano nusu fainali ya Kombe la Shirikisho Afrika dhidi ya Stellenbosch nchini Afrika Kusini. Mimi nampa Simba nafasi ya kufanya vizuri. Nampa Simba nafasi ya kufanya vizuri, na mimi bado naamini kwamba Simba anaweza kuchukua hili kombe. That confidence ninayo kabisa kwamba ukiona aina uchezaji, ukiona aina ya ushindani na timu zilizoko mbele yake, mimi naamini kwamba atatetea ushindi aliyotoka nao Zanzibar na timu itafanya vizuri. Na mimi ninaamini kabisa kwamba kama kusipokuwa na aina nyingine ya miujiza, Simba anaingia fainali na possibly anaweza akachukua kombe, na naamini hata washindani wanajua kwamba rekodi ya Simba inambeba kwenye kufanya vizuri. Tunafahamu namna ambavyo serikali imeendelea kuweka mkazo mkubwa sana kwenye ukuaji wa sekta ya michezo. Kwa hiyo tunapoona timu kubwa kama Simba imevuka mipaka, lakini ilikovuka safari imefanya vizuri zaidi, inatupa pia moyo wa Tanzania kuona kwamba nchi yetu sasa inakwenda kuwa kwenye ngazi za kimataifa katika michezo. Tumeona Simba imefanya vizuri sana. Mechi ya kwanza imeshinda, tunaitegemea ishinde kwenye mechi zote na ije na kombe nyumbani. Na pia nilikuwa natamani Watanzania kwenye kipindi hiki ushabiki wa soka wa timu zetu tungeweka pembeni, na sio tu kwa Simba lakini hata kwa timu yoyote inapovuka nje ya nchi hii inabeba bendera ya taifa. Kwa hiyo ni wajibu wetu kama taifa na Watanzania wote kuendelea kuwapa nguvu, kuwashangilia na kuwaombea. Mashabiki wa Simba jijini Dar es Salaam wameendelea kutamba huku wakisema wataibuka na ushindi mwingine katika mchezo wa marudiano ya nusu fainali ya Kombe la Shirikisho Afrika dhidi ya Stellenbosch Aprili 27 mwaka huu nchini Afrika Kusini. Kubwa lililopo ni mechi ya 27 ya kule South Africa. Ninaomba mashabiki tuendelee kuiombea timu yetu tukapate matokeo kule. Na wachezaji tuwape moyo sababu mechi ya 27 tuanze kujitafuta tukawape support. Ushindi upo, tunaenda kupata ugenini. Uzuri wa kocha wetu kwanza sisi hapaki basi. Yaani kwa mfumo wa kocha wetu sisi hapaki basi. Haogopi mechi, haogopi ugenini, yani yeye ni kushambulia mwanzo mwisho. Kwa wachezaji wetu tunatinga fainali. Nadhani unafahamu historia ya Simba.
walikuja mpaka Stella Abidjan hapa. Kifupi ni kwamba tuna uzoefu, hatuna mapungufu kwenye hilo. Kifupi tu kwamba tunaenda kupiga ugenini nje ndani. Tunashinda. Game tunashinda bila wasiwasi wote. Na uhakika kabisa. Tukiwafuata kule South Africa, kiukweli wanakufa goli 2, nguvu moja. Wanakufa goli 2, tumemaliza shughuli. Kwa sababu hakuna mchezaji wa Stellenbosch wale. Ni timu nzima, ni sawa sana mchezaji mmoja wa Simba Sports Club ambaye ni Ahua peke yake. Sisi mashabiki kazi yetu kubwa tutakao tumebaki hapa ni kuiombea timu yetu, kuitakia heri timu yetu, sio kuwakatisha tamaa. Ni kuzidi kuwapa moyo ili watakapofika kule waweze kushindana kwa nia moja ili waweze kupata ushindi. Ubaya ubwela kwetu sisi waga hatuna makosa. Hapa ni kazi tu. Yaani tunahakikisha kabisa tukienda kule, yani bila 3-4, yani hatujakubali kicho kitu. Sina wasiwasi na timu yangu kiufupi. Haijawahi kuniangusha. Inapambana na wachezaji na waamini. Mpanzo yupo, Awai yupo, hao wote kuniangusha. Tayari tuna mguu mmoja huko mbele. Kwa hiyo kwa imani yangu kama shabiki wa Simba, kama mwana Simba, na hakika kwa 100% mimi nafuzu na nakwenda kucheza fainali. Simba hapa imeshinda goli 1. Kule sisi tunaenda kumpiga yule 2, yeye atapata 1. Kwa 2-1 Simba inaingia fainali. Naam, tunang'onanga jijini Dar es Salaam na moja kwa moja tunaelekea pale mkoani Njombe. Mashabiki na wapenzi wa soka kutoka mkoani Njombe wameeleza matumaini yao kuelekea mchezo wa marudiano kati ya Stellenbosch na Simba Sports Club utakaopigwa Aprili 27 mwaka huu. Tukienda kule hazitapungua goli 3. Lengo letu si kufika fainali. Najua Simba ikifika fainali, taifa litakuwa limefika fainali. Na lengo letu kubwa timu yetu ya Simba ni kuchukua ubingwa wa shirikisho la Afrika. Kwa hiyo timu yetu ya Simba kwa sasa matarajio yetu makubwa ni pamoja na viongozi wetu, yani ni kwamba Simba itupe raha. Kwanza moja, mama ameongeza motisha. Ile milioni 20 tuliyopata juzi ya mama ya goli 1. Sisi tunatarajia kupiga goli 3 ili tupate milioni 60 za mama. Simba inacheza vizuri kutoka mwanzoni, yanamaanisha mabeki mpaka katikati. Ila forward bado inabidi wajitathmini vizuri. Kama kuna cancelling wawafanyie, watapata magoli mengi zaidi. Kwa sababu hata mechi ya Dar es Salaam kuna makosa madogo sana yalitokea. Ile ilitakiwa ni tupate hata zaidi ya goli 3-4 ambayo kitu hiyo kilitupa ujasiri. Tukienda kule ugenini tungeweza kwenda kumaliza tu mchezo. Inabidi iwe makini sana. Kwanza kulinda goli ambalo ni moja walionalo, lakini pia wa safu yao ya ushambuliaji ikae vizuri, angalau kuongeza goli hasa katika dakika 15 za mwanzo. Kama ukiweza kuzitumia vizuri, basi ushindi utakuwa ni moja kwa moja kuelekea fainali. Na pia coach aangalie make kuna Ateba sometimes anazingua. Japo yuko vizuri, ila aangalie pale mbele pia. Kuna ile mipira ya back pass. Ile mipira inatukosti sana. Kwa hiyo aangalie pale vile kwenye mipira ya kurudisha kwa goalkeeper. Isiwe sana. Ajitahidi mipira ya mbele sana. Hivyo. Kwa hiyo na matarajio makubwa ya kwenda fainali. Unajua kwenye hii michuano hususan kwenye knockout stage ni kwamba kila nafasi ambayo inapatikana ni nafasi ya dhahabu. Tumeshuhudia katika mchezo uliopita walipata nafasi kadhaa ambazo wangeweza kuziconvert na kuwa magoli, lakini walishindwa kuzitumia. Lakini pia concentration inatakiwa kuwa kubwa kuanzia dakika ya kwanza ya mchezo mpaka dakika ya mwisho ya mchezo. Mimi nategemea mwalimu ataingia uwanjani kwamba huku kama hakufanya chochote, yani kama hakupata matokeo aina yoyote, lazima kwa vyovyote mwalimu ajue kwamba wale kwa vyovyote lazima atakuja kwa spidi, watatushambulia sana. Ni hisia na fikra mseto za mashabiki wa klabu ya Simba. Mkoani Iringa, mashabiki wa klabu ya Simba katika soko la mashine 3 mkoani humo wametamba kuibuka na ushindi katika mchezo wa marudiano katika kombe la shirikisho Afrika kati yao na Stellenbosch utakaopigwa Afrika Kusini. Wachezaji wetu wana ari na kitu ambacho naweza nikasema kwamba Elia Mpanzu Kibisawala ni kati ya mchezaji ndani ya kikosi chetu ambaye tunamwamini, lakini Kibdensi na wachezaji wengine wote naamini watatuvusha katika hatua hiyo, kwa sababu tunayo matumaini makubwa, maombezi makubwa tupo nayo kuhakikisha kwamba pale South Africa tunaenda kumaliza game mapema sana. Kwanza sisi kama wekundu wa Iringa mjini tutahakikisha tunafika na tunaenda kufanya yetu kama tulipoingia Zanzibar, na kwa Madiba pia tutaingia, tutafanya yetu, tutachukua pointi zetu, tutarudi Iringa. Simba yangu ya saizi sio Simba ya miaka iliyopita.
Huko tunakokwenda kusini lazima tuchukue pointi 3. Lazima tumuue turudi na pointi 3. Na kombe tunachukua. Tuna uhakika na Simba yetu. Amini tunashinda na tunafuzu. Hilo halina shida. Yaani mengine hayo waongee watu wa nje tu. Ila sisi tuna nguvu moja kama kawaida. Sina shaka na timu yangu kwa sababu tuna option zaidi ya 2 za sisi kutupeleka fainali. Ukizingatia mechi ya kwanza tumeshinda kwa ushindi wa goli 1, lakini tuna uwezo sisi kama Simba, uwezo wa kufunga goli hata kama ni kiwanja cha away ni rahisi sana, lakini shughuli itakuwa kwao endapo tutapata goli 1 kwao kule. Wao wanatakiwa watufunge magoli zaidi ya 3, kitu ambacho ni kigumu sana kwa Simba ya sasa hii kupata magoli 3 alafu yeye asikufunge goli 1. Mimi timu yangu kwa pale kuna Mpanzu, kuna papa mimi na Ngoma na Kibu wote hapo mimi wote mimi naamini wale. Lazima mimi waingie finali wote pepe yangu wale. Baada ya kuzipata hisia na fikra mseto kutoka kwa mashabiki mbalimbali, kwa sasa moja kwa moja namwalika studioni mchambuzi wa masuala ya kandanda Dickson Majaliwa. Tuje tujadili kwa kina kabisa namna ambavyo Simba imepata ushindi nyumbani katika ardhi ya Zanzibar, lakini pia mechi yao ya marudiano kutafuta nafasi ya kusonga mbele kwenye mchezo wa final. Dickson, habari za wakati? Salama kabisa. Mambo fresh kabisa. Fresh kabisa. Simba dhidi ya Stellenbosch. Simba nyumbani walipata ushindi wa goli 1-0 kama ambavyo inaonekana, na hii ni hatua ya matokeo ya nusu finali ya kwanza. Utaona Simba dhidi ya Stellenbosch, Simba ilichomoza na ushindi wa goli 1-0, lakini pia utaiona hapo RS Berkane Sportivo ama Sports Club imeshinda mabao 4-0 dhidi ya CS Constantine. Nini ambacho unakiona baada ya haya matokeo ambayo yamejitokeza kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza kuelekea kwenye mchezo wa mkondo wa pili? Karibu sana. Yeah, of course Simba mechi ya hapa walikuwa wanatakiwa afanye zaidi, lakini mechi za nusu finali ni mechi ambazo ni ngumu. Yaani hata matokeo ya RS Berkane na Constantine ilikuwa ni surprise, lakini uwezo ukashangaa kutokana na kiwango cha RS Berkane kwenye michuano toka wameanza kwenye makundi amekuwa dominant na ni moja ya timu ambayo ni bora kwa sasa hivi Afrika. Yaani kwa namna nyingi ulikuwa unahisi hata ulikuwa wastahili kuwa kwenye hii michuano, lakini all in all wao kwenye CAF Champions League. Lakini all in all ndio nafasi ambayo walipata na wanaonekana kama ni timu ambayo iko favorite. Walikuwa kwenye CAF Champions League lakini kwa sasa wapo kwenye kombe la shirikisho. Kwenye shirikisho. Wamechukua ligi ya Morocco mapema kabisa. Kwa hiyo inakuonyesha ni namna gani walivyokuwa bora. Lakini kwa Simba zidi ya Stellenbosch, unajua ni mara ya kwanza Stellenbosch wanafika nusu finali. Kwa hiyo namna ambavyo safari yao imekuwa kwenye michuano imekuwa ni kupanda na kushuka. Yaani ni timu ambayo haitabiliki inapataje matokeo, lakini mpaka wanafika nusu finali yamekuwa ni mafanikio makubwa sana kwao. Na hata mashabiki sidhani kama kuna kitu wanakiomba zaidi. Yaani wakitoa Simba na kufika finali itakuwa ni bonus kwa sababu ni mara yao ya kwanza, lakini pia namna wanavyocheza na ukitazama ni kama ni moja ya timu ambazo zilikuwa wakati zinatolewa ilikuwa projection yake ilikuwa hata kufika nusu finali ilikuwa ni ya mwisho unaweza ukaifikiria, lakini ndio tumeona. Unajua kadri timu inavyoshiriki michuano inapata nafasi inaendelea na yenyewe inazidi kuamini. Sasa hivi wanaamini kwamba tunaweza tukafika finali, especially baada ya kumtoa bingwa mtetezi. Nini umekiona kwenye mechi ya kwanza ya Simba Sports Club na nini ambacho unakitarajia watakapokuwa ugenini dhidi ya Stellenbosch pale Afrika ya Kusini? Of course hakutakuwa na mabadiliko makubwa sana. Yaani namna walivyocheza bado Simba ndio itakuwa timu ambayo itakuwa inamiliki mpira kwa asilimia kubwa kwa sababu style ya kucheza Stellenbosch ni ya kukaa nyuma na subiria watu waje, maybe wapate nafasi wafanye counter attack au nafasi yoyote ya set pieces wapate wafunge goli. In terms of kucheza bado Simba ni timu ambayo itakuwa bora kuwazidi wao, na mechi ya kwanza Simba walitengeneza nafasi nyingi, walikuwa na mashuti karibia 22 on target 5, wao walikuwa na on target 1 tu. Kwa itakuelezea hakuna namna coach wao Steve Becker atawaambia tuendeni tukatafute goli la mapema. Of course watajaribu kufanya hivyo, lakini the more ambao wanajaribu kutafuta goli na yeye Simba atataka apate goli la ugenini. Yamalize maneno Dickson Majaliwa, tunakwenda mapumziko kidogo. Bana, huu ni mshike viwanjani. Mimi ni Hassan Ahmed, endelea kusalia papo hapo ulipo.
Asante kwa kusalia papo huku ukiendelea kuselelea matangazo haya ya papo, na huu ni Mshike Viwanjani. Mimi ni Hassan Ahmed, bado tunaziangazia taarifa ambazo zinagonga vichwa mbalimbali vya habari za michezo na burudani. Wakati ligi kuu ya NBC Tanzania bara ikielekea ukingoni, JKT Tanzania imesema itamaliza kwa kishindo michezo yake minne iliyosalia kwenye ligi hiyo. Ofisa habari wa JKT Tanzania Masau Bwire amesema wameshatoka kwenye hofu ya kushuka daraja na sasa wanachohitaji ni kulinda heshima kisha kuwanyoshea kidole Simba Sports Club katika mchezo wao wa Mei 5 mwaka huu. Tuko kwenye michakato na mikakati mikubwa. Lengo letu si tu kupambana eti tusishuke daraja. Sisi huko tulishapita. Unaona eh? Lengo letu ni kuhakikisha kwamba kupitia hizi mechi 4 zilizobaki zinazidi kuonesha ubora wa kikosi chetu. Unatujenga kwenye uimara zaidi na kuwaaminisha Watanzania kwamba hakika tunaweza na tunajua kucheza mpira na tunacheza kwa malengo. Tuna mechi 4. Mechi ya kwanza ni dhidi ya Simba Sports Club, mechi ambayo tutaicheza tarehe 5 ya mwezi wa 5, sisi tukiwa nyumbani Meja Jenerali Samuyo. Naamini unapowaambia Watanzania sasa hivi kwamba unakwenda kumchapa kile kichapo cha kizalendo Simba Sports Club ambaye yuko katika hali hiyo wanayoijua wao, hawakuelewi. Ni tambo za Masau Bwire. Mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga amesema mkoa wake umejipanga vizuri kupokea mchezo wa nusu fainali ya kombe la shirikisho CRDB Bank kati ya Simba na Singida Black Stars utakaochezwa kwenye uwanja wa Tanzanite Kora. Sendiga amekwenda mbali zaidi na kusema kuwa miundombinu ya uwanja huo imeendelea kuimarishwa sambamba na kuwahimiza wawekezaji kutumia fursa hiyo kuweka mazingira rafiki yatakayowezesha kupokea idadi kubwa ya wageni. Mbali ya kwamba wananchi wanapata burudani, lakini pia kama mkoa na taifa, serikali kwa ujumla, tunapata mapato makubwa sana na uchumi wa mkoa unakuwa, lakini uchumi wa mwananchi mmoja mmoja pia unakuwa. Wafanya biashara wanafanya biashara zao, tunaingiza fedha, lakini pia tunapata burudani. Kwa hiyo pia inatupa kama mkoa sasa changamoto ya kuendelea kuwekeza. Wawekezaji wameendelea kujenga nyumba za wageni za kutosha nyingi. Sisi tumeendelea kuandaa ule uwanja ukiwa mzuri, kwa sababu kama ambavyo na nyinyi wenyewe pia mmekuwa mkiona kiwanja kile kimekuwa kikipata cheti cha ubora kila mwezi, kwa namna ambavyo tunaendelea kuulinda ule uwanja uendelee kuwa bora. Sasa tunategemea sio tu icheze mechi ndogo ndogo hizi za ndani, lakini tunategemea pia hata AFCON itakapokuja tushaanza kuwaomba hata kama hautakuja kucheza basi hata wale utakuja kupasha nani misuli kidogo, timu ziwe zinakuja zinapasha kidogo misuli, kwa sababu Arusha na pale kwetu ni karibu sana. Baadhi ya mashabiki wa Yanga Sports Club mtaa wa Majengo ya zamani manispaa ya Shinyanga wameeleza matumaini ya timu yao kufanya vizuri katika kombe la Muungano huko kisiwani Pemba. Azam Sports imetembelea mtaani hapo na kuzungumza na mashabiki hao. Timu yangu mimi inaenda kushiriki michuano ya Muungano, na huko pia tutaenda kwa sababu ya kujaza kabati letu la vikombe. Tutaenda pia huko kupigania ubingwa na kuhakikisha tunarudi na taji na kombe na kuweka katika timu yetu sisi historia nzuri ya kwamba Yanga ni bingwa wa Tanzania na Yanga ndio mkubwa wa vilabu vyote hapa nchini. Na imani hilo kombe tunaweza tukarudi nalo. Tuna uhakika kwa sababu kikosi chetu ni kipana, alafu pia tunakiamini kikosi chetu, kocha, benchi la ufundi, kila kitu. Yani ya matarajio yangu ni kuchukua hivyo vikombe vyote hivyo ambavyo tunashiriki. Kombe la Muungano sio mchezo. Liko vizuri na wapinzani wote wako vizuri. Na imani mechi itaenda vizuri. Yanga naombeni mjitahidi. Zanzibar tunafika hapo. Mchezo waga ni mgumu, mchezo ni kujipanga. Katika kombe la Muungano tunapoenda kukutana na KVZ ambao pia ni timu nzuri, kwa pale Zanzibar inafanya vizuri, mchezo unaweza kuwa mgumu. Lakini kwa asilimia kubwa naipa timu yangu nafasi kwamba inaweza kuchukua kombe. Tunaelekea katika kombe la Muungano. Muungano pana timu ambazo nazo zinahitaji kuonyesha uwezo wao binafsi ambao kwa ajili ya kukipambania kile kikombe. Japo kuwa Yanga iko kwenye mashindano ya ndani, lakini pia kuna mashindano hayo ambayo yanatoka nje ya visiwani.
Vita ya kuwania ufungaji bora katika ligi kuu ya NBC imechukua sura ya kipekee baada ya Clement Mzize wa Young Africans kufikisha idadi ya magoli 13 jana, akiwapita Prince Dube Mpumelelo na Jean Charles Ahoua wa Simba wenye magoli 12 kila mmoja. Wachezaji wa zamani wa soka Dua Said na Madaraka Selemani wametoa mitazamo yao kuhusu nani ataweza kuchukua taji hilo la heshima. Kwa sasa hivi kumsema nani yupo kwenye nafasi nzuri, naweza nikasema uongo. Unajua, tukiangalia ugumu wa mechi zinazochezwa na makosa ambayo makipa wengine wanafanya, ukimtabilia mtu sasa hivi atakuwa mfungaji bora, unaweza ukasema uongo. Kwa sababu makipa kuna uzembe mwingi wanaofanya ambao wanamsababisha forward mmoja akatoka na magoli 2 au 3 kwenye mechi moja. Na unapopata goli 3 katika mechi moja, unatoka hatua nyingine kwenda hatua nyingine. Sasa kwa kumsema sasa hivi nani atachukua bado ni mapema. Japokuwa mechi zimebaki, timu nyingine mechi 4, mechi 3. Tusubiri labda ifike mechi 1 au 2 ndio tunaweza tukasema. Kwa sababu leo mimi naweza nikakwambia bwana mfungaji fulani atachukua, ndio anaweza kuchukua. Lakini kwenye mechi inayokuja ukasikia mtu kafunga goli 3. Na wakati hii ni ligi ngumu. Sasa ule ugumu makipa wanatakiwa majasiri sana kuweza kuokoa, mimi nasema yale magoli ambayo mtu ambaye hayategemei. Na mifano umeiona jana yule goalkeeper wa Fountain Gate. Siwezi kumlaumu, ni moja ya mchezo, lakini kafungua magoli mepesi sana ambayo hata wale wenyewe waliofunga yale magoli hawakutegemea kama mimi nafunga goli sasa hivi. Sasa vile katika mechi kama hii na ligi kama hii ambayo inashika nafasi kubwa, vitu kama vile havitakiwi kupendeza, yani kuonekana katika game kama hizi yani. Inatakiwa game ngumu, mtu anafungwa 2-1 bila, hata akifungwa magoli 5, lakini hayo katika mpangilio ya ugumu jinsi wanavyopatikana. Nafikiri wachezaji wa Yanga na Simba ndio wenye nafasi kubwa sana kuchukua nafasi ya ufungaji. Ukiangalia nafasi wanazotengeneza, Yanga wanatengeneza nafasi nyingi sana wakiwa wanacheza mechi. Kwa hiyo Mzize nafikiri ana nafasi kubwa, au Dube ana nafasi kubwa kuchukua ufungaji bora. Vita mimi naizungumzia, naiona challenge ya Clement Mzize. Yuko arid kutaka nafasi ya kwanza na yuko vizuri kwa sababu anaonekana anajitahidi katika kutengeneza nafasi na kujiposition vizuri na kuscore. Kwa hiyo ni mtu ambaye namta nafasi kubwa katika kuwa mfungaji bora. Kwa Simba score Twentu nani nadhani unamjua mwenyewe. Awa yuko vizuri, na ni mtu ambaye yuko comfortable na ana uwezo mkubwa mno. Achana na kuassist, bado ana uwezo mkubwa mno wa kuscore. Ni mtu ambaye nampa bado nafasi kubwa tu, japo Mzinze anaonekana amemtangulia. Ni hisia za magwiji, wakati mwingine pia unaweza ukasema majagina ama mikocho, lakini kwa sasa pia namwalika tena Dickson Majaliwa kupata kusikia kwake na anasemaje mara baada ya jana Clement Mzize kuweka kwenye kamba mabao 2 na kumfanya kuwa ndiye kinara kwa sasa kwenye orodha ya wafungaji. Dickson, vita ya ufungaji bora kwenye ligi kuu imechukua sura mpya na tunaamini huenda sura ikaendelea kubadilika na kubadilika na kubadilika. Mzize yupo kwenye kilele cha msimamo wa wafungaji wa ligi kuu mpaka sasa. Kipi ambacho anakiona kwa jicho lako la kawaida? Maana Jean Charles Ahoua nafasi ya 2, Dube nafasi ya 3, mabao 12, Jonathan Soa nafasi ya 4. Hii ni kama vile hadithi ya Pauko Pakawa. Lakini Elvis Barangaru pia yuko hapo naye anaonekana akiwa kwenye nafasi ya 5 kwenye ile vita ya ufungaji bora. Unaiona taswira ikibadilika kadiri siku ambavyo zinakwenda? Itakuwa kidogo, lakini unajua Mzize unaweza ukasema anastahili hata kuwa mfungaji bora. Unajua misimu 3-2 iliyopita alikuwa anapata shida mno kwenye kufunga magoli, lakini huu msimu ndio ameboresha hilo eneo. Na sasa hivi watu wanamuona kama mshambuliaji aliyekamilika. Naamini even kwenye Young Africans itafika stage wataona huyu ndiye anafaa kuwa top scorer wetu. Kwa hiyo itabidi maybe kwenye kumtengenezea mazingira au anapata penalty shootout zikiwa zinatokea na anapiga. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kwangu mimi anastahili, lakini unaangalia fixtures ambazo zimebaki
naamini ataongeza idadi ya magoli kwa sababu ana magoli 13, lakini bado ana mechi dhidi ya Namungo, ana mechi dhidi ya Tanzania Prisons, ana mechi dhidi ya Dodoma Jiji. Hizo ni mechi zote ambazo kwa namna Yanga wanavyotengeneza nafasi na aina ya opponents wake, naamini bado anaweza akafunga magoli mengi. Kwa hiyo kwa namna nyingi Mzize anaweza akawa na nafasi ya kuongeza magoli yake kwenye mechi 3 za Young Africans ambazo zinakuja kama akiendelea na hiyo scoring rate yake. Lakini kwa jinsi za uwa nafikiri inaweza ikabadilika kwake kwa mfungaji bora kwa sababu hizi mechi za shirikisho zinaweza zikafanya akirudi kwenye ligi rotation ifanyike. Kwa kuna namna nyingi Fadlu anaweza akampumzisha, patia wachezaji wengine nafasi kwa sababu anafanya kazi kubwa mno huko kwenye shirikisho. Na sio priority yake kwa mfungaji bora. Yaani mpaka hapa amekuwa nafikiri ameoverachieve yeye mwenyewe kama mchezaji malengo yake binafsi kwa sababu ni mzuri. Then Prince Dube na yeye atakuwa anashindana na Mzize. Lakini hapo kwa Dube tukae kidogo na tuzungumze. Wakati Prince Dube Mpumelelo anasajiliwa na Young Africans, aliyekuwa top scorer msimu uliopita lakini pia aliyekuwa MVP katika msimu uliopita alitoka hadharani na kusema kwamba yeye kazi yake itakuwa kutengeneza msimu huu. Dube huyu ambaye tunamuona alianza kusuasua kwenye timu yake mpya Young Africans, lakini mpaka sasa tunavyozungumza yupo kwenye orodha ya wachezaji watatu ambao wamefunga mabao mengi zaidi. Nini ambacho unakiona kwake, lakini kauli ambayo alizungumza mfungaji bora msimu uliopita? Dube ilikuwa ni swala la muda yeye kuanza kufunga magoli kwa sababu ni mchezaji ambaye ni mzuri, ni mshambuliaji ambaye ni mzuri, lakini ni aina tofauti ya washambuliaji. Unajua kuna wale washambuliaji ambao wana uchu wa kufunga magoli, lakini Dube is a selfless player. Ukimtazama anavyocheza kama namba 9, umeone kama ni wale namba 9 ambao anatamani yeye kufunga sana kuliko mchezaji mwingine. Sawa. Link up play yake na wachezaji wa Young Africans na kina Mzize, sometimes unaona anaenda wide, anatengeneza nafasi yeye mwenyewe. Is a selfless player, yani ni mshambuliaji ambaye hajiangalii yeye kwenye kufunga, ana huo uchu wa kufunga magoli. Na ndio maana nimekuambia kitokea sehemu kama wanaona Mzize anaweza akawa top scorer kwa sasa hivi, watamtengenezea mazingira mazuri kwa sababu anastahili kuwa top scorer. Dube kazi yake anafunga, lakini pia angalia assist anazotoa. Lakini ukitoa tu assist, angalia namna anavyocheza. Kiujumla unaweza kuona ni mshambuliaji ambaye amekamilika. Kwa hiyo kulikuwa hakuna wasiwasi wowote. Na that's why wakati ambavyo ameanza ligi ya fungi watu walikuwa wanauliza shida ni nini, lakini ilikuwa ni swala la muda. Kwa hiyo hakuna surprise hapa. Kwa sasa ni mapema sana kusema pengine mfungaji bora huenda akatokea Young Africans kwa namna ambavyo graph inaonekana, ama bado tusubirie na kuona, kwa sababu ukitazama mtu kutoka nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5 mpaka ya 7, namna ambavyo inaonekana hapo wachezaji wa Yanga takribani watatu wametokea kuwa kwenye orodha ya wafungaji bora katika nafasi za juu. Young Africans naamini kwa kiasi kikubwa watatoa mfungaji bora. Japo mechi zao na Simba na mechi nyingi, lakini Fadlu anafanya rotation kubwa sana ambayo Mkwala of course ulikuwa unaweza kumpatia nafasi, lakini hakuna garantia akirudi atacheza mechi zote mbele ya Ateba ambaye hajacheza mechi nyingi hapa, amecheza mechi za shirikisho la hapa Tanzania. Kwa hiyo Young Africans namna wanavyotengeneza nafasi, unaona kabisa wao Mzize, Dube wanaweza kama mfungaji bora kati yao. Shukrani sana Dickson Majaliwa. Kwa sasa ni kuruhusu kuendelea na mambo mengine. Ni mchambuzi wangu Hozam hii leo hapa studioni, na nikukumbushe pia mtazamaji, tukirudi kati ya yale mengi ambayo tutakwenda kuyatazama ni pamoja na baada ya kuishusha Ken Gold katika ligi kuu ya NBC, Coastal Union ya Tanga yaweka mkakati wa kumaliza katika nafasi 5 za juu. Wakati huo pia tutakwenda kutazama CSA Queens imeibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Bunda Queens katika mchezo uliochezwa uwanja wa Samora mkoani Iringa. Nikusihi mtazamaji, endelea kusalia papo hapo ulipo. Asante kwa kusalia papo huku ukiendelea kuselelea matangazo haya jamil kabisa kwa mkao wa utulivu na fikra ya kinifu. Karibu tena, tuendelee kuangazia taarifa ambazo bado zinagonga vichwa mbalimbali vya habari za michezo na burudani. Kwa sasa moja kwa moja tuelekee pale mkoani Tabora. Aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Tabora Tarefa, Yusuf Kitumbo, na mmiliki wa timu ya Tabora United amepokea barua ya kuachiliwa huru baada ya kutenguliwa kwa adhabu yake ya maisha ya kutojihusisha na soka ndani na nje ya nchi baada ya kamati ya maadili kupitia upya maombi ya rufaa iliyokuwa imewasilishwa. Katika barua iliyoandikwa na kamati hiyo imeeleza kuwa Kitumbo kuanzia sasa yupo huru kuendelea na kujihusisha na soka, ikiwa ni pamoja na kurejeshewa nafasi yake ya uwenyekiti wa Tarefa. Juma Kapipi
amemtembelea Kitumbo katika manispaa ya Tabora na kufanya naye mazungumzo juu ya kuondolewa kwa adhabu hiyo. Kweli nilihudhuria kwenye shauri kwenye kamati ya maadili na shauri langu lilisikilizwa, na of course maamuzi ya kamati kamati ilifanya maamuzi na mimi nimepokea kwa maana ya maamuzi ya kamati ya maadili mimi ninayo, na nafikiri yana favor kwa upande wangu. Kwa hivyo sasa ni vizuri sasa mamlaka zenyewe zinazohusika na mpira wa Tanzania zikaweza sasa kufahamisha watu, lakini kiufupi ni kwamba jambo lile limeisha salama. Sisi tunafurahi sana kuachiliwa yeye Kitumbo. Kwa kweli na sisi tunamkaribisha, tuungane naye tuwe pamoja kisoka Tabora ili ifike iwe Tabora kwanza. Nilichokuwa namuomba na shauri kama mdau wa michezo wa Tabora, na ningekubali azingatie tu timu yetu, kwa sababu chama cha mpira miguu angewaachia watu wengine wakaendeleza ile gurudumu, kwa sababu najua Kitumbo akibaki tu kwenye timu yetu Tabora United, ninajua hapa ilipo nafasi ya 5 ingefika hata nafasi ya 3. Tabora moja hapo ni chachu kwake yeye kurudi kwenye timu ya Tabora. Tumepigania mpaka kwanza daraja la kwanza, la pili, mpaka imefikia hatua hii ya kupanda daraja kuwa ligi kuu. Ametusupport sana kwenye hii timu ya Tabora. Kwa hiyo nimefurahi sana tu. Baada ya kuishusha Ken Gold katika ligi kuu ya NBC, Wagosi wa Ndima Coastal Union ya Tanga imesema imejipanga vizuri kuhakikisha inamaliza kwenye ligi nafasi ya 5 ama ya 6. Akizungumza na Azam Sports, meneja wa Coastal Union Abdurrahman Ubinde amesema watahakikisha wanapata matokeo katika kila mechi zilizosalia ili kutimiza malengo yao. Tulikuwa nafasi mbaya na tumejitahidi kadiri ya siku zinavyokwenda, na alhamdulillah tunashukuru Mwenyezi Mungu ametujalia kupata ushindi wa pili mfululizo, na tutaendelea kufanya vizuri kuwafurahisha wana Coastal Union, kwamba tunataka kumaliza ligi katika nafasi za juu kuanzia nafasi ya 4, ya 5, ya 6. Ndio mikakati yetu tulikuwa nayo, kwa sababu hapo awali tulikuwa na mikakati ya kumaliza ligi nafasi ya 4, lakini tumeona kidogo tulipotea hapa katikati. Kwa hiyo tujitahidi turudi katika walau nafasi ya 5. Uongozi, wachezaji pamoja na wapenzi ni kushikamana, tuwe pamoja kuhakikisha kosti yetu iko sehemu salama. Timu sasa hivi ina maandalizi ya kuelekea visiwani Pemba kwenye mashindano ya Muungano, ambayo timu itaondoka leo usiku kuelekea Dar es Salaam tu Zanzibar, Pemba, na mchezo wetu tutacheza tarehe 25 saa 10 alasiri katika viwanja vya Mau. Kwa hiyo mikakati yetu sisi ni kuhakikisha pia katika mashindano haya tunakichukua kikombe. Ndio mikakati yetu tulikuwa nayo kabla kurudi nyumbani kuendelea na ligi kuu ya NBC. Mara baada ya kuifunga Dodoma Jiji, kikosi cha KMC sasa kinajiandaa kufanya vizuri katika michezo yake iliyosalia ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, huku lengo likiwa ni kubakisha timu katika ligi kuu. Khalid Chukuchuku ni mkuu wa idara ya habari na mawasiliano KMC. Mungu, tulimaliza mchezo wetu salama dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo ambao tulipata matokeo ya alama 3 kwa maana tulishinda 2-1, na ulikuwa ni mchezo muhimu sana kwetu kushinda kwa ajili ya eneo ambalo tulikuwepo kwenye msimamo. Kwa hiyo tulikuwa tuna push kuweza kupata matokeo, na Mungu akatusaidia tumeweza kupata matokeo, na kwenye msimamo tumekusanya alama 30. Tunahitaji angalau alama 5 au 4 kwa ajili ya kuwa safe kuto kucheza playoff au kuto kushuka daraja. Kwa hiyo hilo linawezekana, kwa sababu katika michezo ambayo imesalia kuna michezo ambayo tunakutana na timu ambazo tupo nazo katika daraja moja. Tuna mchezo dhidi ya Simba, huo ndio mchezo mgumu kuliko michezo yote ambayo tumesalia nayo, ambao tunatarajia kucheza katika dimba la KMC Complex. Kama kutakuwa kuna mabadiliko yote basi tutaweka wazi, lakini kwa sasa mchezo utakuwa katika dimba la KMC Complex, na baadaye tuna mchezo dhidi ya Mashujaa ambao utachezwa katika dimba la Lake Tanganyika, na baada hapo tutasafiri kuelekea mkoani Mwanza kumalizia mchezo wetu wa mwisho. Baada ya Simba tuna Tabora, then Mashujaa, baadaye tunakwenda kumaliza mchezo wetu katika dimba la CCM Kirumba dhidi ya Pamba. Kesho wachezaji wanatarajia kurejea mazoezini kwa ajili ya kuendelea na program za mwalimu kwa ajili ya kujiandaa na michezo inayofuata.
Lengo letu ni kuibakisha timu ligi kuu, lakini pia kupata alama ambazo zinaweza kutusaidia kumaliza katika nafasi za juu. Kwa bahati mbaya mahesabu yanatukataa kumaliza katika nafasi ya 4, lakini uwezekano kumaliza nafasi ya 5, ya 6, ya 7 ni mkubwa. Kwa hiyo tuna push kupata matokeo kwenye mchezo uliosalia ili tuweze kupata hiyo nafasi ya kumaliza katika eneo la juu la msimamo. Huu ni mshike viwanjani. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, mimi ni Hassan Ahmed. Asante kwa kuendelea kusalia papo huku ukiburudika na matangazo haya murwa kabisa. Timu ya Siasia Queens hii leo imeibuka na ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya Bunda Queens katika mchezo wa ligi kuu soka ya wanawake Tanzania bara uliochezwa kwenye uwanja wa Samora mkoani Iringa. Ushindi huo umeibua matumaini mapya ya Siasia Queens kumaliza ligi kuu ya wanawake kwenye nafasi ya 4. Muhammad Nyaulingo anapanda jukwani na taarifa kamili. Dakika 90 zimetamatika katika dimba la Samora na wenyeji Siasia Queens wameibuka na ushindi wa mabao 2-1, lakini Bunda Queens wenye ndio walianza kupata bao kunako kipindi cha kwanza na mchezo waliuchukua kwa kiasi kikubwa, lakini kipindi cha pili ndipo Siasia nao wakaamka na kupata bao la kwanza kunako dakika ya 75, lakini dakika za jioni ndipo basi Siasia wakamalizia kupigilia msumari wa pili na kuwafanya dakika 90 kumalizika kwa mabao 2-1. Baada ya mchezo kutamatika, nimezungumza na walimu wa timu zote mbili kutaka kufahamu nini hasa kilikwenda vyema, lakini nini hasa ambacho hakikwenda vizuri. Tumepata matokeo, sisi tunashukuru Mungu, na sisi tulichokipata na Mungu akishatujalia kupata hicho hapo. Kwa hiyo hizo mbinu ambazo sisi tulizitumia, wao wamepata nafasi, wamefunga na sisi tulitumia mbinu zetu. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa hicho ambacho tumekipata. Jaribu kucheza kwa mipango mikakati kwamba namna gani tuziwie tusifungwe, lakini bahati mbaya tumetengeneza nafasi nyingi, dakika za mwanzo kashindwa kuzitumia. Ni ugonjwa ule ambao natakiwa ni ufanyie kazi kwenye hizi wiki mbili kabla ya kwenda kurudiana nao. Na baadaye tulipokwenda mapumziko tukaambia tuko nyuma, lazima tupushi mechi tushinde ili tuweze kujiweka sehemu salama, kwa sababu mechi zinazokuja mbeleni zitakuwa ngumu. Mimi naitwa Muhammad Nyaulingo, Azam Sports, Iringa. Muhammad Nyaulingo kutokea pale mkoani Iringa. Kwa sasa moja kwa moja ameturudisha hapa studioni, na moja kwa moja nakwenda kuzungumza na meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Azam FC Hashim Salim Ibwe. Tutakufahamu kwa kina maandalizi na mipango ya Azam ikoje kwa sasa. Hashim Ibwe, habari za wakati huu? Kama unanipata vizuri Ibwe? Salama kabisa Ahmed, habari za studio? Salama kabisa. Mambo yanasemaje? Mungu ni mwema. Tunatoka kwenye mazoezi sasa, tunarejea nyumbani tayari kwa ajili ya safari kesho ya kuelekea Pemba. Ndio. Ambapo tunapeleka timu kwenda kushiriki kwenye mashindano yale ya Muungano. Awali alipangwa kufanyika Unguja, lakini kutokana na taarifa rasmi ya CAF imelazimisha kwamba kusimama, na chama cha soka visiwani humo kikaamua kutafuta namna ambayo ni bora zaidi, na inatufanya sasa tuelekee Gombani tayari kwa ajili ya kuanza rasmi mashindano haya ambayo tunategemea kuwa wageni wa KMKM kwenye mchezo wa kwanza ambao utapigwa tarehe 25. Ibwe, idadi ya wachezaji wangapi wanatarajiwa kusafiri na timu kuelekea pale kisiwani Pemba? Lakini pia vipi hali ya kikosi ikoje? Labda pengine kuna mchezaji yoyote mnatarajia anaweza akakosekana kwenye mashindano haya ya ligi ya Muungano? Overall wachezaji wetu wote wako vizuri, wako salama, na kikosi kizima cha Azam Football Club kinatarajia kusafiri kuelekea Pemba. Kwa sababu mwalimu anatamani kuona wale wachezaji ambao wamekuwa akiwapa nafasi kwenye michezo ile ya ligi kuu wakiwa wanapata muda wa kufanya recovery kidogo kidogo, angalau kwa game time kidogo, na wale ambao hawajapata muda kabisa watakuwa ni sehemu ya watu ambao pia watapata nafasi. Kwa hiyo ni aina ya kikosi ambacho kitatengenezwa kwa 50-50, na hasa ukizingatia kwamba ligi inakwenda mwishoni. Kwa hiyo ni sehemu ya wao nao kujipapatua ili kuonyesha kwamba wanaweza wakawa bora kiasi gani kwa nyakati ambazo zinaangaliwa. Kwa hiyo kikosi kiko sawa, kiko timamu, kimefanya mazoezi yake leo ya mwisho, na alhamdulillah Mungu akipenda kesho mapema majira ya saa 2:30 asubuhi mpaka saa 4 asubuhi tutaanza rasmi safari ya kuelekea Pemba tayari kwa ajili ya kuanza michuano hiyo ambayo tunataraji, kwa sababu tunapeleka timu ya kwanza na ya pili na ya tatu
itakuwa ni sehemu ya mashindano ambayo yana msisimko ndani ya kikosi chetu, lakini pia tunategemea pia kuona wenzetu ambao ni washiriki wenzetu wakiwa wanaleta timu za aina hiyo ili kukamilisha kwanza azma ya michuano hiyo, lakini pia kama haitoshi kuendelea kuziimarisha hizi timu kipindi hiki kifupi ambacho tutakuwa tunashiriki hiyo michuano nje ya ili michuano ya ligi kuu ambayo tumekuwa tukishiriki na ambayo tumeizoea kwa muda wote. Ibwe, malengo ya timu yakoje kuelekea kwenye mashindano haya? Mnaiona nafasi ya kutoa ubingwa pengine? Of course nafasi ipo na kila timu ambayo inakwenda, kwa sababu tunakwenda kucheza kwa mtindo wa knockout. Unategemea kwamba unakwenda kupambana ili kuhakikisha kwamba unachukua ubingwa wa mashindano haya muungano, kwanza kama timu kuonyesha wewe ni imara kiasi gani, lakini pili kukamilisha lile lengo mama ambalo limewekwa la kuandaa michuano hii ya muungano, kudumisha amani, umoja, mshikamano na kuendelea kutengeneza kuwa karibu kwa namna moja au nyingine, kila mtu ajione kwamba ni sawa na kila mtu kwenye ardhi ambayo anaikanyaga ajione kuwa ni sehemu ambayo anastahili ya kuikanyaga. Kwa hiyo of course kila timu inayoenda huko inategemea kufanya hivyo, na sisi kama timu tunataraji kufanya hivyo. Mungu ikimpendeza, bila shaka tutarejea na ile kombe pia nyumbani. Nikushukuru sana Hashim Ibwe, hadi wakati mwingine. Huyu ni meneja wa habari na mawasiliano wa kikosi cha Azam, Hashim Salim Ibwe. Muda huu anakuambia wanatoka mazoezini na mipango na mikakati ya kuelekea kisiwa cha Pemba imeshakamilika. Kesho kikosi hicho kitaianza safari. Kwa sasa tunakwenda kwenye mapumziko mafupi. Ni kusihi mtazamaji, endelea kusalia papo hapo ulipo. Umefanya jambo kubwa kwelikweli kuendelea kusalia nasi ukishuhudia taarifa mbalimbali za kimichezo na burudani. Leo tulikuwa tunauliza swali mtandaoni ama kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kwenye mitandao yetu ya Azam Sports, na swali ambalo tulikuwa tunauliza Ken Gold kuwa timu ya kwanza kushuka daraja kutoka NBC Premier League msimu huu. Je, nini kimewaponza hadi wakashuka? Hili ndio swali ambalo tulikuwa tumeuliza kupitia kurasa zetu mbalimbali, na tukianzia ukurasa wa Facebook wa Azam Sports. Jobu Msita anasema, anaitwa Jobu Msita wa Manyoni, Singida. Kilichowaponza Ken Gold ni kufanya usajili wa wachezaji wengi wa dirisha dogo, kwa hiyo muunganiko wa timu ukachelewa kuklik. Ni hivyo tu, wakajipange kwa wakati mwingine. Lakini Jack Unique anasema walikumbuka shuka wakati kumekucha. Usajili waliofanya dirisha ndio lilikuwa linahitaji kutoka mwanzoni mwa msimu. Lakini Eventus Edwards, timu changa, halafu kilichowaponza ni kuvunja benchi lake la ufundi lililowatoa championship, maana tayari timu ilikuwa ina muunganiko, wakavunja wao wenyewe. Hao ni baadhi tu ya maoni ambayo umetuandikia kutoka kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Azam Sports. Lakini kwenye ukurasa wa Instagram wa Azam Sports, George yanasema walikosea kuweka mipango yao mwanzo na pia hawakufanya usajili sahihi, kwa hiyo ngoja wajipange tena, Mungu atawasaidia, watapanda tena. Nunda underscore wa Nunda 2018 anasema ni namna walivyojiandaa, haina namna. Bila shaka inabidi mwanzo wa msimu timu zijiwekee misingi na malengo. Lakini Ronyi Junior yanasema kilichowashusha ni kutumia game plan na management ya championship kwenye ligi kuu, na kuanzia nature ya kikosi chao mpaka benchi la ufundi walijisahau, wanakuja kustuka washachelewa. Only that. Amemaliza kwa kuandika hivyo. Lakini kwenye ukurasa wa X zamani Twitter, Elisha Mwiri anasema, Elisha Mwiri kutoka Mbeya anasema Ken Gold kilichowaponza mpaka kushuka daraja ni kutokuwa na ukomavu wa ligi kuu. Walipanda daraja na hawakuwa na wachezaji wakomavu na wenye uelewa mzuri kuhusu mashindano ya ligi kuu NBC. Lakini Athumani Mgisa Simba Dam yanasema wa kijiji cha Mwaru, Singida, Tanzania, kilichowaponza ni ugeni wa ligi na vile hawakusajili wachezaji wanaopambania timu. Poleni Ken Gold,
poleni wa Mbeya, jipangeni upya, mrudi tena kwenye ligi kuu ya NBC. Lakini Oscar Mwagila yeye anasema binafsi naona kilichowaponza ni wachezaji hawakuwa kwenye wakati mzuri tangu mwanzo wa msimu, na hata duru ya lala salama hawakuwa pia kwenye wakati mzuri. Kwa hiyo ushauri kwa management kusajili wachezaji bora ili warudi NBC Premier League kwa msimu unaofuata. Hao ni baadhi tu ya maoni waliotuandikia. Tuangazie taarifa nyingine ambazo bado zinagonga vichwa mbalimbali vya habari za michezo na burudani. Na kwa sasa tutazame taarifa kuelekea kwenye maandalizi ya mashindano ya UMITASHUMTA ngazi ya mkoa. Cheo Sports Center imekabidhi vifaa vya michezo ikiwemo mpira kwa ajili ya mchezo wa soka, mpira wa pete na mpira wa wavu kwenye ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Tabora, ikiwa ni sehemu ya mchango wa kituo hicho katika kusaidia na kukuza na kuibua vipaji vya michezo. Juma Kapipi anapanda jukwani na taarifa kamili. Cheo Sports Center kimekuwa kikilea vijana na watoto katika michezo ya aina mbalimbali, ikiwa na dhamira ya kuibua vipaji vyao. Mapema hii leo katika ofisi za kituo hicho cha Cheo kimekabidhi vifaa vya michezo kwa kamati ya usimamizi kwa ajili ya maandalizi ya mashindano ya UMITASHUMTA. Sio kuguswa tu, ni wajibu wetu kufanya sapoti kwenye michezo. Maana hiyo ndio dhamira kubwa ya kuwa na kituo chetu cha michezo. Dhamira kubwa ni kusapoti na kuendeleza michezo nchini kwetu. Na hatutachoka, tutaendelea kufanya hivyo. Hatutabaki nyuma, tutaendelea kuungana na serikali yetu kwa ajili ya kuendeleza na kukuza vipaji vya watoto wetu. Kwa upande wao, afisa elimu taaluma manispaa Tabora Aurelia Karekezi na afisa michezo manispaa Tabora Michael Kaluri wamedai msaada huu umekuja wakati muafaka wa maandalizi ya michuano hiyo UMITASHUMTA. Binafsi kwa niaba ya mkurugenzi wa manispaa ya Tabora tunashukuru sana, na wenu umeweza kuonekana kwa kiasi kubwa sana namna ambavyo mna support michezo. Kwa ufadhili wenu wa kuona kwamba kumbe michezo ni muhimu kwa watoto wetu na mmeweza kutoa msaada mkubwa sana wa mipira. Nashukuru sana kwa kuweza kuona kwa ninyi ni msaada wa kuweza kutupatia mipira hii ili tuweze kuendesha michezo yetu vizuri. Juma Kapipi, Azam Sports, Tabora. Na tureje sasa jijini Dar es Salaam. Kituo cha kukuza na kulea vipaji kwa vijana wenye ndoto ya kufika mbali katika soka cha Eagle Academy kilichopo Buza TANESCO Temeke jijini Dar es Salaam kimeendelea na mpango mkakati wa kuwasaidia vijana kutoka mikoa mbalimbali kutimiza malengo yao kupitia soka. Hassan Hemedi Mvula ametembelea kituo hicho na ametuandalia taarifa ifuatayo. Hiki ni kituo cha Eagle, sehemu maalum ambapo vijana hawa wanaamini kupitia mpira wanaweza kubadilisha maisha yao. Nisikia furaha sana kwa sababu ni kituo ambacho kwangu mimi katika maisha yangu ya soka naona ni kituo sahihi sana kwangu na kitafanya nipige hatua katika mpira nifike sehemu. Na kwa malengo yani mwanzo nilipokuja na sasa hizi nilivyokuwa nimebadilika kiasi kikubwa sana. Yani nilivyokuja na sasa yani kwa wakati nikicheza mwenyewe na enjoy soka kwa sababu na mimi nipo sehemu sahihi afu na program ambazo tunapewa ni program sahihi. Kabla sijakuwa Eagle nipo tu timu za mtaani, nilikuwa nacheza mtaani, nikaanza kusikia sifa ya hii academy, nilikuwa nasikia kuna mtu akaja akaniambia hivyo, tukaja wakatangaza trial, kuna kipindi tukaja tukafanya trial, ndipo nikajiunga na academy ya Eagle Football Club. Kiukweli yani kwangu mimi mabadiliko ni makubwa sana. Yani nilipotoka na sasa hivi vitu tofauti. Yani hadi sehemu nikienda watu wanasema wananishangaa kutoka na nilivyokuwa mwanzo na sasa hivi. Kuna nashukuru sana uongozi wetu na walimu wetu mpaka wameweza kufanya hivi. Mpaka nimekuwa bora hadi kuwa captain, sio jambo dogo. Hata kama huko chini lakini ni kwa sababu ya walimu wangu. Lakini safari ya ndoto hizi haijakosa vikwazo. Ukosefu wa vifaa, sare, chakula na hata usafiri kwenda mashindanoni ni changamoto zinazowakabili vijana hawa.
tunakuja tunapata mialiko mingi ya kucheza hizi mechi za kirafiki, kucheza hizi ligi za huku chini, lakini tunapata changamoto kwenye usafiri. Yani hiyo pia ni changamoto kubwa ambayo inatuchanganya, kwa sababu utakuta hapa tunaenda kucheza mechi labda Ubungo, gari mbili kwenda na kurudi, kwa unakuta watoto wengine ndo kama hivyo, mazingira wanayotoka ni vijijini, mzazi hata kupata ile 2000 amtumie mtoto inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo tunapitia mazingira makubwa magumu sana kuwafikisha watoto huko wacheze. Usafiri pia ni shida. Hassan Mvula, Azam Sports, Dar es Salaam. Taarifa ya gwiji jagina ama mkocho Hassan Hemedi Mvula inatufikisha mwisho wa mshike viwanjani kwa leo, lakini kabla ya kumaliza nikukumbushe taarifa kubwa ambazo tulikuwa nazo hii leo. Ni pamoja na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wadai endapo wachezaji wa Simba watafuata maelekezo ya kocha watashinda mechi ya marudiano ya CAF dhidi ya Stellenbosch. Mashabiki wa Young Africans wana matumaini makubwa kufanya vizuri kombe la Muungano kisiwani Pemba. Ni hayo tu ambayo tulikuwa tumekuandalia kwa leo kwenye mshike viwanjani, na kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya kukufikia mahali kokote pale ulipo, mimi ni mzee wa unyo, naitwa Hassan Ahmed. Hadi wakati mwingine. Haya ni maajabu.